Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ukitaka liochapa kwa wakati utapata, sema amina. Somo letu linaitwa utoaji unaofungua milango ya baraka. Utoaji unaofungua milango ya baraka. Somo letu ni utoaji unaofungua milango ya baraka. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu ya neema yako hii ambayo umetupa kukusanyika mbele zako wakati kama huu, tupate kujifunza ili tupate maarifa. Karibu Roho Mtakatifu, tuwezeshe. Yeye anayepokea mpe kupokea. Nami niyesimama mbele ya kusanyiko hili la watumishi wako, ukanipe neema ya kuwasilisha somo hili kwao kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Nianze kwa kusema hivi: sio kila utoaji unaweza kuwa wa baraka au unaoweza kufungua milango ya baraka. Sio kila utoaji unaoweza kufungua milango ya baraka. Sio kila utoaji, au sio kila utoaji ambao unaweza kufanyika kuwa wa baraka. Lakini kuna utoaji ambao ukiufahamu, utoaji huo unafungua milango ya baraka. Na nianze kwa introduction kwa kukuambia hivi: unapokuwa mtoaji, kwanza ufahamu hautapungukiwa. Unapokuwa mtoaji, tambua kwamba hautapungukiwa. Sawa na Luka 6 mstari ule wa 38. Sawa na Luka 6 mstari wa 38, ambapo maandiko yanasema hivi. Luka 6:38, Biblia inasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Biblia inasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa. Hiyo ina maana kwamba katika kutoa hauwezi kupungukiwa ati kwa sababu natoa. No. Badala yake unapotoa ndio kwanza unajiwekea hazina katika ulimwengu huu na hata ule ujao. Kama unaelewa, sema amina. Amina. Sasa kuna mambo kadhaa ya kufahamu kabla ya kutoa. Andika kipengele hichi: mambo ya kufahamu kabla ya kutoa. Yako mambo ya msingi ambayo wengi hawafahamu. Bwana kujalie neema kuyaelewa haya mambo ya kufahamu kabla ya kutoa. Jambo la kwanza, tambua kwamba, sikiliza nimesema mambo ya kufahamu kabla ya kutoa. Tambua kwamba fedha na mali zote ni za Mungu. Hata wewe mwenyewe ni mali ya Mungu. Tambua ya kwamba mali zote ama fedha ulizonazo, hata wewe mwenyewe ni mali ya Mungu. Haleluya. Ni mali ya nani? Kitabu cha Zaburi sura 24. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Narudia tena, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Kwa mali zote, hata ulizonazo wewe, hata wewe mwenyewe mwanamke uliyeko mahali hapa, wewe ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Na ile TV nyumbani kwako ni mali ya nani? Na ile kabati lako la nguo ni mali ya nani? Na wewe mwenyewe ni, hata watoto wako ni mali ya nani? Kila kitu ni mali ya Bwana. Hiyo ni point namba 1. Jambo la pili la kufahamu ni hivi: Mungu ndiye anayekupa nguvu za kupata mafanikio ama utajiri. Yaani hata hicho ulicho nacho ni Mungu amekupa nguvu ya kuzalisha.
Hivi kama mtu amelazwa, yuko Muhimbili, ametundikiwa dripu, mguu umetundikwa, anaweza kufanya biashara Kariakoo? Anaweza kufuatilia madeni? Hawezi kuzalisha chochote. Anaweza kulima au kusimamia kampuni yake au biashara zake? Hawezi. Kwa Mungu ndiye anayekupa nguvu ya kupata mafanikio ama utajiri. Kwa hiyo usije ukajiona kwamba wewe ni wewe, lakini Mungu ndiye amekupa nguvu na afya ufanye kazi, hata una mafanikio hayo ulionayo. Kitabu kile cha Kumbukumbu sura ya 8. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 17. Sura ya 8 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Maandiko nasema, lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana. 17, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali sema wote, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zao, kama hivi leo. Kwa Mungu ndiye anakupa nguvu za kupata utajiri. Kama ukiyajua haya, swala la kutoa, ndugu zangu, halitakupa shida kwenye maisha yako. Na lazima unapotoa kwa formula hiyo, utaona matokeo makubwa. Sema amen. Lakini angalia Mambo ya Nyakati wa Pili. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 29. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 29 na 29 ndiyo mstari wa 12. Biblia inasema, ndipo wakaondoka Walawi. Mambo ya Nyakati wa Pili, ni Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Tafadhali, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29 mstari ule wa 12. Biblia inasema hivi, utajiri na heshima, sema utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Hapa anasema anawezesha wachache, anawezesha wote. Ukiona wewe bado kuna kitu Mungu hajakuwezesha kwa maana mafanikio, si kwamba Mungu hata kuwezesha. Majira yako yanakaribia. Nasema majira yako yanakaribia kwa jina la Yesu aliye hai. Wangapi wanaamini majira yao yanakaribia? Maandiko yanasema Mungu utajiri na heshima viko kwake, na huwawezesha wote. Amesema wachache hapa? Jamani, simesoma wote? Hebu rudia uchungulie andiko lile, angalia vizuri hapo. Labda nirudie kusoma. Biblia inasema hivi, utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, yaani mali zote. Mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza, yaani Mungu anawatukuza watu na kuwawezesha wote. Kama mtu anaendesha gari, kama mtu amejenga nyumba, jua ametangulia tu, na wewe utafuata kwa jina la Yesu. Tena ninaona hapa walio wengi magari yenu yako bandarini yanakuja, naona katika roho. Usikie vigelegele kwa mwanamke aliyeko mahali hapa. Haleluya. Miaka kadhaa ya nyuma, wakati sisi Mungu ametuita na mke wangu tunaanza kazi, sikuwa na mahali pa kuabudia. Kwa hiyo nilikuwa na kodi ukumbi, tuna kodi ukumbi wa nursery school ambao wakijaa sana washirika kama 20 basi. Alafu viti vya ukalia vilikuwa vile vya chekechea vile. Sasa ikafika na tunaruhusiwa kuabudia Jumapili tu, katikati ya wiki kuna tuition na kadhalika. Sasa siku moja nikawa na harusi, kijana wangu anaoa kanisa dhehebu lingine. Sasa ndoa inafungwa Jumamosi, na Jumamosi ile nursery ina program zake. Ikabidi ni kodi ukumbi mwingine kama wa harusi vile. Sasa kuna mtu mmoja akasikia tunafungia harusi ukumbini, akatuzihaki. Akasema, yani ninyi hamna jengo, mnaenda kufungia kwenye ukumbi?
akaongea na mengine ambayo sitaki kuyaongea hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Na wengine wakaandaa mkutano, wakasema wakati wanatangaza sasa, njooni kwenye kanisa letu, tuna jengo, sio kwenye mabanda manasa ya watoto toto. Njooni kwetu, kuna jengo la kueleweka. Kama wewe moyo ungefurahi ungeumia. Haleluya. Nikamwambia Mungu, wewe umesema katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 na ule mstari ule ambao tumeusoma wa 12 kwamba utajiri na heshima kutoka kwako wewe, nao watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uwezo na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Tuwezeshe na sisi. Amen. Bwana Mungu, kuna kitu Mungu alifanya. Mimi nawaambia katika sadaka kuna nguvu ya sadaka. Kwenye sadaka, mimi aniambie mtu mahali hapo Bwana, sadaka inaongea Bwana. Sadaka inavunja mageti yaliyozuilika kupitika. Ndani ya ukumbi wa leo mahali hapa kuna kitu Mungu anafanya kwa mtu mahali hapa. Sikie makofi kwa mtu mahali hapa. Haleluya. Tulimwambia Mungu kwa machozi. Tukamwambia Mungu, aibu hii sio yetu, ni yako, maana wewe ndio umetuita. Hatukutaka kutumika. Hatukuwa na shauku kuitwa wachungaji, lakini wewe ndio umetokea, wewe ndio umesema na sisi, wewe ndio umetushurutisha. Sasa Mungu, tunapoaibika unaibika wewe. Halo, tunaelewana sawa sawa? Kama mwanajeshi akivaa combat limechanika, aibu ni ya serikali. Hali kadhalika kama mtumishi wa Mungu, aibu inapotujia sio yetu, ni ya Mungu aliye hai. Na kwa sababu hiyo tunamwambia mzee wa siku hii, aibu hatuitaki, wewe umetupeleka kazini. Tulipomlilia Mungu na kutoa sadaka, Mungu akafanya vitu double. Nini? Double. Kuna watu leo watatendewa double hapa. Haleluya. Mimi nawaambia kuna vitu vinachelewa, si kwa sababu wewe hauna thamani machoni pa Bwana. No, Mungu amekuchelewesha ili saa ya kutendewa akutendee double. Come on. Na ndio maana mamake Samueli kwa miaka yote hakuwa na mtoto, lakini Penina alikuwa na watoto wengi, tena alikuwa na msimanga. Lakini Mungu alipokuja kumtendea mamake Samueli, akampa nabii wa nguvu, mtu aliyebeba jina mpaka leo tunamtaja Samueli. Na wewe kuna vitu ambavyo vimechelewa, Bwana atakutendea kwa nguvu kwa jina la Yesu aliye hai. Nahitaji watu wenye imani wanaoitikia wanasema amina kama wanaelewa. Mungu akantutendea double. Akatupa kaukumbi kakwetu kwa kuabudia hapo na gari letu la kwanza miaka ya nyuma huko. Sema amina. Sasa sikuwa na drive gari yangu, natoka kwangu naenda Tabata kupitia Viunguti, niko naelekea machinjioni ya Viunguti kuvuka kwenda Tabata, mvua inanyesha. Yule aliyetuzihaki nikamwona yuko kwenye pikipiki ya bodaboda, na mvua inanyesha na kuna fuleni na pikipiki pia haziendi. Nikashusha kioo, nikamwambia halo mpendwa. Sasa natafuta nani ananiita mpendwa katika Bwana. Aliponiona ni mimi, Pasa nilikuwa sija askofu. Pasa Mabuga, nikasema ni mimi. Nikashusha kioo tena, nimeona nikusalimie. Sasa anaondoka na pikipiki, anaangalia na mimi naangalia kwenye side mirror. Maka nawaza gari ni la kwake ama kaazima. Majira yakifika hatuhitaji kuwazima, tunahitaji Baba mbinguni atufute machozi na kutufariji. Mwambie jirani yako, majira yanakaribia, Mungu anitukuze na mimi. Vigeregere kwa wanawake mlioko mahali hapa. Haleluya. Jambo la tatu la kutambua ni hili: unapotoa unamfurahisha Mungu. Unapotoa unamfurahisha Mungu. Unapotoa unamfurahisha nani? Hutoi kumfurahisha mchungaji wako, hutoi kumfurahisha mkurugenzi wako wala uongozi. Unatoa kumfurahisha Mungu aliye hai. Ndio maana Mariko nasema unapotoa hata mkono wako kushoto usijue, na Baba aliye sirini atakujaza. Unapotoa Mungu anafurahi. Na katika utoaji huo ni pale unapotoa zaidi ya uwezo wako, unapotoa hata katika hali ya umaskini. Kuna watu wamezoea, mimi sina, mimi siwezi kutoa, sina. Hiyo sina kwa Mungu haipo. Kwa taarifa yako, kwa Mungu haipo.
hiyo sina iko kwako, kwa Mungu haipo. Nitakupa mifano utanielewa. Mungu anataka utoe kile ulicho nacho, sio kwa kile ambacho hauna. Mkumbukeni mwanamke wa Sarepta. Wakati mtumishi wa Mungu Elia ameenda, akamwambia nitengenezee mimi kwanza. Mama akasema hivi, sina kitu, nimebaki na konzi ya unga na mafuta kidogo. Lakini Elia akasema hivi, nitengenezee kwanza mimi. Ndugu zangu, hivi kwa kawaida kwa kibinadamu, Elia mbabe sio mbabe? Kwa kawaida utafasirije? Elia unamwona kama mbabe au sio mbabe? Unaweza ukaona ni mbabe, lakini hiyo ndo formula ya kimungu ilivyo. Yule mama akasema ni konzi moja tu. Hii konzi na mafuta kidogo, tukishakula mimi na huyu mtoto tusubiri kufa. Elia akamwambia, mimi naye sema na wewe sio katibu kata, sio mjumbe wa nyumba 10, sio mjumbe wa vikoba. Mimi ni mtumishi wa ofisi ya ikulu ya mbinguni. Utakapotoa kwangu umetoa kwa Mungu aliye hai, na huyo Mungu hata kuacha ufe kwa njaa, atakujaza. Sema amen. Yule mama alipotoa unga akatoa na mafuta, kwani yaliisha? Kwani yaliisha? Nataka nikwambie, utakapotoa hautapungukiwa na wewe. Nasema hautapungukiwa na wewe. Ndivyo watu fulani katika Biblia walikuwa na roho ya utoaji na wakafanikiwa sana, mpaka Paulo mtume alijisifia wao kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura 8. Paulo alijisifia watu hao. Kumbuka Paulo alikuwa na makanisa mengi ameyafungua na alikuwa anasimamia, lakini hawa aliwataja kwa kuona ni watu ambao wamepata neema ya kujua somo la utoaji. Wakorintho wa pili sura 8 mstari wa 1 mpaka wa 3. Maandiko nasema, tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu. Narudia tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa na dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi. Uliongezea utajiri kwa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Walitoa vitu vyao. Hao watu walikuwa na hali ya kupungukiwa, lakini Biblia inasema wakatoa zaidi ya uwezo wao. Hata kama walikuwa wamesongwa na mahitaji kadha wa kadha, lakini wakatoa zaidi ya umaskini wao, na baraka zikamiminika kwao kwa sababu walitoa zaidi ya uwezo wao. Walitoa katika hali ya umaskini wao, lakini wakatoa kwa Mungu. Kwa hiyo jambo hili ni kwamba unamfurahisha Mungu. Unamfurahisha Mungu. Na unapotoa, toa katika hali ya kufurahia kwa ukarimu, ndipo Mungu anafurahi. Si unatoa katika hali ya manunguniko na kuona kana kama unachokitoa kuna watu wanafaidi, kuna watu wametogezea. No, hapa tunatoa kwa Mungu aliye hai, na Mungu atafanya kitu kwenye maisha yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Na jambo la 4 la kufahamu, fahamu hivi, siku ukifa mali zako zitafojiwa na kutumiwa vibaya. Ukifa tu. Leo umepambana, una biashara, una pesa kwenye akaunti, una miradi, umefuga, una viwanja, umepangisha nyumba yako, una genge, sio una mbuzi, una ng'ombe, si umewekeza, ni mwekezaji sawa. Kutoa huwezi kutoa. Hata tukisema tutoa, unasema mimi naona sina pesa. Una bajeti zako za kuboresha miradi yako, lakini sikiliza, pesa zile huzigusi. Utoaji wako ni hafifu. Tambua siku Mungu akikuita, na uzuri ni kwamba hakuna jua ya siku wala saa. Mungu akikuita, kikao cha kwanza baada ya marehemu kufa, wanajadili mali za marehemu. Kweli sio kweli? Saa hiyo wewe haupo. Sijawa na experience kwamba kikao kinapokaliwa aliyelala katika Bwana na kuwa anachungulia na watazama na sikiliza. Sijafuatilia. Lakini kama ungefuatilia, alafu unasema, unasikia mjumbe mmoja ananyosha mkono, nafikiri zile mali za marehemu tuzigawane. Unatamani kuambia msigawane, lakini hata kama ungeongea usingesikika. Na sijui kama Mungu anaruhusu hilo. Sijafuatilia. Tafanya research nione.
Pesa ambazo wewe ulihangaika nazo kutoa utoi kwenye utumishi hujawekeza, mbinguni umefika unakuta mbinguni kwenye kumbukumbu lako, kwenye hazina yako ni empty, kuna kidogo. Lakini duniani umeacha vingi, alafu vinaanza kuharibika. Wakati fulani nimeenda huko mkoa huu wa Pwani, njia kwenda huko Mwarusembe ndani huko. Tulipofika pale nikakuta apartment fulani mtu alijenga, akajenga maukumbi, akajenga sima nini, alikuwa anataka kufungua hoteli, kufungua si nini, biashara kubwa. Akaniambia yule mchungaji, tajiri wa vitu hivi alikuwa ni mtu bosi mkubwa serikalini, lakini ameshafariki. Sasa hakuna mtu wa kuendeleza. Kwa hiyo humu ndani kuna nyoka, kuna panya. Kimebaki tu kigorosari kidogo na kiukumbi cha nase cha wamekodisha watu. Vingine vyote vinaharibika, vya makuti vimeshaanguka, bati zina kutu, alafu humo kuna nyoka, hakuna kusafisha, ni eneo kubwa. Mali za duniani Mungu anapotaka utoe angalau kwa sehemu, wewe mtu wa Mungu uliyeokoka, ambao unafahamu kabisa hapa duniani sio makao ya milele, kwetu ni mbinguni. Unapotoa unahamisha sehemu za mali zako zitangulie kule utakako kwenda baadaye. Si kama mnanielewa? Wangapi wananielewa angalau namna hiyo? Punga mkono. Unatangulia kuhamisha. Unatangulia kuhamisha kabla wewe hujaenda, utavikuta. Sema amen. Kuna mtu mmoja katika kule Korea Kusini, alikuwa anaitwa Pastor Park. Nafahamu kwa jina moja. Yule mtu alikuwa ni mhubiri na ni mchungaji mwenye kanisa la watu 5,000. Alipokuwa na umri kama miaka 50 na alikuwa na uwezo mkubwa, amejenga Bible School, ana kanisa kubwa la watu kama 5,000, ana magari ya kifahari kama 5 ya kifahari. Unaposema magari ya kifahari, kama gari yangu lile halimo. Unasema kifahari ni yale ya kifahari kweli. Halo? Kama haya bilioni 2, bilioni 1.5, bilioni 1 na milioni 200, milioni 800 kwenda juu. So ST, haleluya. Yale ya kifahari 5. Yule mchungaji akafa bwana. Aliuma, halafu akawa anakufa sasa. Wakati anakufa, anashuhudia kwenye kitabu chake, anasema akiwa amelazwa sebuleni alizuia kwamba msiwaruhusu wachungaji kuja, washirika kuja kuniona, watakuja viongozi tu, wazee na viongozi, wachungaji wenzangu. Akiwa amelala pale sebuleni ili kupata hewa, akaona watu wanapitia dirishani. Mara sio dirishani, ukutani. Akasema, jamani, mbona mnaharibu nyumba yangu, mnavunja ukuta? Kumbe hakujua ni malaika wanaingia. Malaika hahitaji dirisha wala mlango, anapita popote. Sema amen. Walipofika akamwambia, sisi tumetumwa na Bwana Yesu tukuchukue. Akasema, no, msinichukue mimi kwa sababu bado afya yangu haijakaa sawa. Nitaendaje kuonana na Bwana nikiwa hivi dhaifu? Acheni kwanza nipone, baadaye mtanichukua. Sema hapana, hii ni oda kutoka mbinguni, tumetumwa na mzee, tumetumwa na Yesu mwenyewe. Ghafla kashangaa, anaondoka. Kwa sababu saa ikifika saa kama ile huna utashi. Mamlaka ni kutoka juu. Sema amen. Akaondoka. Sema alipofika kule juu paradiso kule, wakamzungusha. Kumbe wanampeleka kumonyesha sadaka ambazo zinakoelekea za watu wanaotoa sadaka. Ndio maana Yesu anasema kwamba toeni, wekezeni hazina zenu mbinguni, mahali ambapo kutu na nondo ama wezi hawatakaribia. Alipofika kule akaangalia, akaona majumba, akaona makao mazuri sana. Akawa anauliza, hili la nani? Unaambia hili ni fulani. Na hili la fulani. Akaona mhubiri mmoja alikuwa maarufu kwenye karne zilizopita, anaitwa John Wesley. Akaona jengo lake zuri kupita kiasi. Akasema, jamani, jengo hili zuri. La nani hili? Kamba hili ni John Wesley. Kama aliwahi kumsikia. Jamani. Halafu akaona nyumba nyingine ambayo ni nzuri, akamwambia hii ni ya fulani, kumbe ni mshirika wake. Na hii akampeleka sehemu nyingine, akakuta msingi kama kozi moja. Alafu akamwambia, na hii nayo, asema hii ni ya kwako. Akasema haiwezekani, yani mimi nilikuwa naandaa ma-event, nasaidia yatima, nilikuwa nafanya vitu vikubwa, nimesupport Bible School, nimejenga, nimefanya kadha wa kadha, mimi ni wa msingi, alafu mshirika wangu amenizidi, haiwezekani. Akawabishia malaika.
ubishi wako ni duniani. Kule mbinguni kuna haki tu. Yaani ukiona huko umeambiwa ni nyekundu ni nyekundu, nyeupe ni Mungu wetu ni Mungu wa haki bwana. Akamwambia sikiliza, Pastor Park, ni kweli ulifanya matukio mengi ya event ya utoaji, lakini kosa lako ni moja. Kila ulipofanya event uliita waandishi wa habari. Wakakuandika kwenye magazeti, wakatangaza kwenye redio kwamba umetoa misaada kwa yatima, umejenga Bible school. Kwa formula ya kimungu, unapotoa ili upate sifa, unakuwa umeshajilipa duniani, mbinguni empty. Kama naelewa, tikisa kichwa namna hii. Sema amina. Unapotoa usitafute kusifiwa. Toa, Mungu amekuona inatosha. Na Mungu aliyesirini atakujazia huko mbinguni ambako unatarajia kwenda baadaye. Sema amen. Sema amen. Baadaye yule mtumishi alirudishwa duniani. Aliporudi akawa ameelewa kwa mapana nini maana ya utoaji. Unajua alifanyaje? Aliyauza magari 5. Alipoyauza alibaki tuna gari ya kawaida ya kutembelea. Alipouza akatoa sadaka. Alikuwa na miaka 50, akaishi miaka mingine 20 mpaka 70, ndipo alikuja kulala katika Bwana sasa. Kwa ndugu zangu, swala utoaji sio tu tununue kiti kanisani, sio tu tufanikishe makambi. Wewe mwenyewe unajizazia, unajaza kule mbinguni utakapokaa milele. Amen. Amen. Wewe mwenyewe unajiwekea hazina wapi? Mbinguni. Sema amen. Sasa basi nisikilize. Kitabu cha Luka sura 12. Kitabu kile cha Luka sura 12. Kitabu cha Luka sura 12 na ule mstari wa 16 mpaka 21. Maandiko nasema, kawaambia mithali akasema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake, akasema nifanyeje? Maana sina pa kuweka akiba mavuno yangu. Akasema nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu vyote. Kisha nitajiambia, hebu ona kiburi cha mafanikio. Nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekee nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Yaani mtu anajiwekea akiba duniani, yana ana majumba, ana mapesa, ana madola, ana mabiashara, lakini kwenye utoaji mkono wabirika au hatoi kabisa. Mungu anamwita mpumbavu. Hayo mambo uliyojiwekea akiba kwa wingi, je, ukifa vitakuwa vya nani? Kama leo malaika wakitaka roho yako, hayo uliyolimbikiza yatakuwa ya nani? Yatakuwa ya nani? Kulikuwa na rais zamani, rais wa Kongo, Mobutu wa Kongo. Unaambiwa kati ya watu walikuwa matajiri Afrika, naye alikuwemo. Lakini alipokufa, fuatilia uone, hata magorofa yana popo na panya. Mali zinaharibika kabisa. Wewe uliokoka, hii siri ambayo Mungu anatufundisha kupitia neno lake, tunapaswa tuielewe. Unapotoa unawekeza mbinguni, mahali wewe utakaa. Sio mkeo, sio mume wako, ni wewe utakapokaa wewe. Halo, unaambia toa, baba amesema sasa hivi. Hapana, sio baba. Hapa kila mtu kivyake vyake. Hapa kila mtu kivyake vyake. Baba amesema tutatoa mwakani, baba amesema, wakati wewe hela unazo. Mbinguni hatutakaa kwa kabo kwamba ni Mr. and Mrs. No, mbinguni unakaa kivyako. Swala la kuoa ni hapa duniani. Mbinguni kila mtu kivyake. Haleluya. Haleluya. Kila mtu kivyake. Jambo lingine la kufahamu ndugu zangu, usitoe sadaka iliyo kirema. Sadaka iliyo kirema, na hasa mama wachungaji na wahurumia sana. Tuna washirika utoaji wao wengine hawatoi sadaka nzuri, wanatoa kirema. Kwa mfano, mtu ameagiza gauni Kariakoo. Maana wengine kuna maduka mengine ukinunua hawana chumba cha kujaribishia. Kweli sio kweli?
Sasa unasema ngoja nikajaribishe nyumbani. Unapeleka nyumbani, ukitesti kwenye kioo chako cha kabati, unaona ile nguo imekaa vibaya. Sema jamani, hii nguo si ndafanyaje? Si nirudishe? Nguo yenyewe hata haijakaa vizuri. Yaani nguo jamani. Sasa nguo gani duka najua kwanza silikumbuki, hao hawezi kubali kurudisha. Halafu nasema nitapeleka kama mama mchungaji. Kunaona mama mchungaji nguo zinakuja, si wote wanatoa kwa sababu wametoa, ila hazijawapendeza. Sema amina. Sema amina. Mtu mume wake amemletea samaki, mume wangu samaki hizi mbichi nimezipata feri, mwanamke anazikana ziangalia, hizi zina shombo. Hizi nikianza kuzipasua kutoa utumbo na kuzibanika mikono yangu, nitanuka shombo. Ima, ndio mama, peleka kama mama mchungaji. Kwa nani? Kwa mama mchungaji. Wewe unanunua makochi mapya, Life Mate furniture pale mapya, anasema sasa haya makochi ninapeleka wapi? Peleka kama mama mchungaji. Sikiliza ndugu zangu, watumishi wa Mungu sio dampo pa kuwekea vitu vibovu. Watumishi wa Mungu wale wanamwakilisha Mungu aliye hai. Ni ofisi ya Mungu duniani kwa jina sali hai. Anatakiwa apelekee kilicho bora ambacho hata wewe huna. Sema amen. Sema amina. Mimi nasema haya, nina uzoefu na mimi ni mchungaji. Peleka kama mchungaji. Mke wangu alikuwa anamletea mpaka mitumba atandika. Haleluya. Yaani mtu amefanya biashara zake, halafu ile iliyododa. Jamani, nikisema hivi unaelewa? Ambao wateja hawajainua, imeshakaa, akinunua mzigo inabaki, peleka kama mama mchungaji. Kiwango nasema hivi wanatuonaje hawa? Wanatuonaje hawa? Unapotoa sadaka usitoe kirema. Ndio maana siku hizi watu wamegundua wanafungua makanisa, vioski au maduka karibu na makanisa. Kwa nini? Wanataka change. Kwa sababu ninyi washirika mkifika saa ya kutoa sadaka, mnatoka nje mnaenda dukani, au kabla kuingia kanisani mnaenda dukani. Halafu mtu anauliza hivi, hapa una kibanio cha nywele? Anasema sina. Una pipi kifua? Sina. Una mandazi ya Baharesa? Sina. Una chokoleti? Sina. Nipe basi sindano? Sina. Una pini? Yaani mpaka apate change ya kuchange aende kutoa sadaka. Wewe waulize mama mchungaji wangu aliko hapa kama wana kibubu, kama wana mahali pa kuweka change. Mungu si Mungu wa kumtolea hivyo. Unaposema ninaenda kutoa sadaka, unaiandaa sadaka kabla, tangu kiwa nyumbani. Na Mungu akiupandisha kiwango chako cha utoaji pia kipande. Sio Mungu anakuinua, wewe sadaka yako ni buku. Umepokea mali ya mwanao, buku. Umeuza ng'ombe, buku. Umeuza kiwanja, buku. Umefanya biashara, buku. Umejenga nyumba. Yaani sadaka yako ni 1,000 tu kila wakati. No, Mungu akikupandisha kiwango, panda na Mungu. Nasema panda na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Panda na Mungu. Usipeleke kitu ambacho ni kirema au hakifai nyumbani mwa Bwana au kwa watumishi wa Mungu. Kwa sababu unapofanya hivyo unaweza kushindwa kupokea baraka. Mbona ukasema mbona mimi hivi hakuna upako hapa kanisani kwetu? Upako upo, ila wewe una matatizo, umefarakana na Mungu. Utoaji wako hauko sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Tuende sehemu ya pili ya somo letu, tuone nguvu ya sadaka. Nguvu ya sadaka. Nguvu ya sadaka. Sadaka, nguvu yake, nguvu ya sadaka. Sadaka iliyotolewa katika moyo kabisa wa hamasa na imani katika Mungu. Sadaka hiyo huwa ina nguvu sana. Moja ya nguvu ya sadaka ni hii. Moja. Sadaka, tambua, ni ibada, inaweza kukusogeza karibu na Mungu. Sadaka ni ibada, inaweza kukusogeza ukawa karibu na Mungu kwa njia ya sadaka. Sadaka ni ibada, inaweza kukusogeza karibu na Mungu
kwa njia ya sadaka. Katika Mwanzo 22 mstari wa 5 Biblia inasema Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni hapa. Mwanzo 22:5. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu. Sema tunaenda kule tukaabudu. Sema wote, tunaenda kule tukaabudu. Ndio. Na kuwarudia tena. Kumbe Ibrahimu anaenda kumtoa Isaka, lakini aliwaaga vijana wale wengine, tunaenda kuabudu. So kutoa sadaka ni ibada, na ibada haijakamilika kwako ikiwa haujatoa. Unapoona wanasema tutoe sadaka, manake inakamilishwa hiyo ibada. Sadaka inakamilisha ibada, na sadaka hiyo inaweza kukupa kibali cha kuwa karibu na Mungu. Ndio maana Habili alitoa na Kaini akatoa, wote walitoa. Lakini Habili alitoa katika moyo mzuri wa imani na sadaka inayompendeza Mungu. Hata Mungu akamkubali. Sasa alipoona ndugu yake Mungu amemfurahia, Biblia inasema Kaini akachukia, uso wake ukakunjamana sana. Mungu akamtazama Habili, akatambua kinachoendelea. Kaini akamwambia, Kaini, mbona wewe unamkasirikia nduguyo? Je, wewe ukitenda vyema hautapata kibali? Kwa lugha nyingine, kama na wewe ukijipambanua ukaanza kutoa sadaka inayonifurahisha mimi Mungu, hata wewe utapata kibali, maana Mungu hana upendeleo. Haleluya. Utapata kibali tu, maana Mungu hana upendeleo. Mbali na kuweka karibu na Mungu, lakini jambo la pili, sadaka ina nguvu ya kukuletea neema. Sema neema. Nini? Sadaka ina nguvu ya kukuletea neema. Unajua ninapozungumzia neema, na maanisha upendeleo wa Mungu wa aina fulani kwenye maisha yako na familia yako. Upendeleo fulani. Wewe kufundisha hapa kuhusu somo kwa neema iliyozidi. Neema ni upendeleo wa Mungu kwa mtu katika eneo fulani. Kwa sadaka ina nguvu ya kuleta neema kwenye maisha yako. Tunamwona mtu mmoja katika Biblia anaitwa Kornelio. Alikuwa bosi, mkuu wa kikosi. Yule mtu alikuwa ni mataifa, hakuwa Myahudi. Lakini alikuwa na tabia ya kufanya maombi, lakini hayakuwa maombi peke yake. Yale maombi yaliambatana na sadaka. Sadaka ile ikaleta neema kwake. Kitabu kile cha Matendo sura ya 10. Kitabu cha Matendo sura ya 10. Utaona hizi jinsi ambavyo Kornelio alipata neema kwa sababu ya sadaka na maombi, hasa sadaka. Matendo sura ya 10 mstari ule wa 1 mpaka wa 6. Maandiko nasema palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitaria, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni na mtu wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia kupasayo kutenda. Na yule malaika aliyeketi naye akisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani, na askari mmoja, mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima. Akawaita. Bwana Yesu apewe sifa. Kornelio alikuwa ni mataifa, hakuwa Myahudi, lakini alikuwa anatoa sadaka na alikuwa ni mtu wa sala, maombi. Lakini Mungu akatazama kwamba huyu mtu ni mataifa, anatoa sadaka, anaomba, lakini mbinguni hataingia maana hajaokoka. Lakini ile sadaka kwa Mungu inaongea.
maombi yake na sala zake na sadaka ziko mbele za Mungu kama kuwa ukumbusho. Mungu akasema hivi, malaika, nendeni mwambie huyu mtu akutane na Petro, kwa sababu malaika kazi yao sio kuhubiri injili duniani. Wenye kuhubiri injili ni sisi tuliookoka. Kwa malaika wasingeenda kuongea na Kornelio moja kwa moja habari ya wokovu, ila malaika alitumwa ila mwambie Kornelio akamtafute Petro. Malaika kama saa 9 kaapia pala katokea, akamwambia Kornelio, Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika mbele za Mungu kwa ukumbusho. Sasa nimetumwa ya kwamba mtafuteni Petro, yupo kwa Simoni mtengenezaji wa ngozi. Ndipo nikajifunza ratiba zetu zote, mbingu zinafahamu tuko wapi. Hata hapa mbingu zinajua tupo kwenye kambi la WI Kanda. Makofi kwa Yesu aliye hai. Akamwambia nendeni kwa mtu mmoja Simoni mtengenezaji wa ngozi, ndiko Petro alipo. Hata Kornelio alikuwa hajui, kwa sababu alikuwa ni boss mkuu wa kikosi cha askari. Akatuma wafanyakazi na askari mmoja anayemlinda, nendeni mkamtafuta huyu Petro. Wakati wanaenda, Petro anayekula anaona maono. Petro mara alikuwa na wanyanyapaa watu ambao ni mataifa ambao si Wayahudi, lakini Mungu akamwambia hapana, usiviite najisi ambavyo Mungu amevitakasa. Maana damu ya Yesu pale msalabani imevunja juu ya Wayahudi na mataifa. Sisi wote, kila taifa na kila lugha, wanaomwamini Kristo wanakubaliwa na yeye. Petro anashangaa, watu wanagonga mlango, wanamwambia tumetumwa na Kornelio kwamba twende. Petro hajaambiwa aseme nini, lakini Mungu malaika alimwambia atawaambia kupasao kufanya. Petro akaondoka nao. Wamefika kwa Kornelio, yeye na familia yake pale nyumbani, wakakaa wakamzunguka, wanaanza kumhadisia namna malaika alikuja na kawaelekeza kwake. Petro alipokuwa anaongea nao habari za uzima, habari za Kristo, Biblia inasema Roho wa Mungu alishuka, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Ishara ya kwamba nguvu ya sadaka inaleta neema kwenye familia husika. Sema amen. Sema amen. Ndugu zangu, nguvu ya sadaka ina nguvu ya kuleta neema kwenye familia husika. Wanaojua siri hii ndio maana wanapenda kumtolea Bwana. Neema ikaingia kwa Kornelio. Kornelio akapata neema ya wokovu, yeye na familia yake. Ndipo taarifa zikaenda watu wa Viherehere, kuna watu wanaitwa Viherehere, wakaenda kumshtaki kwamba tumemwona Petro anaongea na mataifa. Kikao kikaitwa Yerusalemu ili huyu Petro aende kujibu, kwa nini unaongea na mataifa? Petro akasema, ndugu zangu sikilizeni, nilikuwa hivi na hivi, nikaona maono, nikaambiwa chinja, nikasema siwezi kuchinja ambacho ni najisi. Nikaambiwa usijivite najisi ambavyo Bwana amevitakasa. Wakati naona natafakari maono hayo, watu wakanigongea, wakaniambia malaika amewatokea, twendeni. Nikaenda kwa Kornelio. Nilipofika pale, wakati wananihadisia ushuhuda huo, namna ambavyo malaika amewatokea, wakati huo Roho wa Mungu akawashukia kama sisi siku ya Pentekoste. Kama Mungu amewabatiza kwa Roho Mtakatifu, mimi ni nani hata niwazuie? Hakika nimetambua ya kwamba Mungu wetu hana upendeleo. Watu wa kila lugha, hata Wasukuma, hata Wamakonde, hata Wayao, hata Waha, hata Waruguru, hata makabila yote wakimwamini Yesu, Yesu anajidhihirisha kwao katika jina la Yesu hai. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Sema neema. Sadaka ina nguvu ya kuleta nini? Neema kwenye familia au kazini. Ngoja niwape ushuhuda maisha yangu. Siku moja nikapata neema, niseme tu wazi haya. Askofu mkuu alikuja kuhubiri kanda ya Mashariki. Sio mwaka jana, miaka ile siku 2000 na ngapi? 2019. Na ule uwanja waliouchagua wajumbe wakasema tufanyie karibu na kwa Askofu Mabuga. Akahubiri pale askofu mkuu. Nyakati zile hatujagawanya kanda, bado tunaenda mpaka Mtwara, mpaka Lindi, mpaka Morogoro. Mimi nikaongea na wazee wangu wa kanda, kwa kuwa amehubiri hapa mbele ya kanisa langu, Jumapili afike hapa ndani. Wakasema haina shida. Mzee askofu wetu mkuu akaingia kanisani Mlima wa Faraja. Sasa kipindi mimi natafuta nafasi ili nimuone au niongee na wazee,
Tulikuwa na wachungaji kutoka huko si wapi mbali, wanataka kumuona askofu mkuu. Lakini nikasema unataka wa nini? Mbona na wewe una shida gani? Maana sisi tulikuwa viongozi pale kwenye kamati ya maandalizi na kina askofu. Sasa mwingine anasema mimi nataka nipe mabati. Mwingine mimi kiwanja nilikopa mkopo, marejesho yananishinda, nataka nipe marejesho. Mwingine anasema nataka anikopeshe hela kutoka hazina kuu ili nilipe deni kwanza kiwanja nikikomboe. Na mimi nikasema na mimi na shida. Lakini mimi shida yangu sio mabati. Maana aonavyo na mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Mimi sitaki mabati, sitaki kiwanja animalizie deni. Nataka mzee akanyage mlima wa faraja. Sema amina. Sema amen. Alipokanyaga pale, sikumwomba bati wala kenji. Niliandaa sadaka. Nini? Sadaka. Mama anafahamu. Ile sadaka haikuwa kubwa, lakini ilitoa katika moyo wa kupenda na wa hiari. Ile sadaka usiku kucha nilikuwa naitamkia, Mungu, sadaka hii atakapoipokea mtumishi wako, ninaomba Bwana utufanyie 1 2 3. Ndugu zangu, kuna kitu Mungu ametufanyia mimi na familia yangu ni cha kihistoria. Sema nguvu ya sadaka. Nguvu ya nini? Unapokutana na viongozi usitafute kuomba msaada, tafuta watoe matamko kwako. Matamko ni yana baraka kuliko pesa ndogo ambazo angekupa. Kama ni mabati hayatatosha, kama ni deni haitaisha lote, lakini matamko yana produce blessing anytime. Paka leo ile baraka inaishi. Paka leo. Kuna nguvu ya sadaka. Lakini jambo lingine, sadaka inakupa kibali. Sadaka ina nguvu ya kukupa kibali. Mimi najua watu naona wanipendi, watu wanichukia, hata simu yangu kwa siku nzima sipigiwi simu. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu asiyepigiwa simu hapa? Asubuhi mpaka jioni hata message upate hata simu, labda unapata message ya unadaiwa na nini? Umekopa kwenye Tigo nini? Mnaita nini ile? Songesha. Sina kibali. Sadaka ina nguvu ya kuleta kibali. Katika Mwanzo 4:3-7 tunaona Habili akapata kibali machoni pa Bwana. Habili akapata kibali machoni pa nani? Pa Bwana. Kapata kibali machoni pa Bwana. Kwa hiyo ile Mwanzo 4:3-7 inazungumzia Habili anapata kibali. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake na sehemu zilizonona na za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Habili alipata kibali kwa sababu ya sadaka. Sababu ya sadaka. Tupige hatua tena, tuendelee mbele na somo letu. Tuone nguvu sadaka ina nguvu tena katika eneo lipi? Tunaona sadaka inaweza kuongeza siku za kuishi. Ina nguvu ya kusogeza siku za kuishi. Sema amina. Mnakumbuka Dorcas wa Biblia ambaye yuko Matendo ya Mitume sura 9. Dorcas sio tu alikuwa anaumwa, alikufa kabisa, kafa. Dorcas alipokuwa amekufa, wakamfuata Petro, njoo umwombee. Ule msukumo ambao walikuwa wanaenda kumfuata Petro haukuwa msukumo wao, ulikuwa ni msukumo wa nguvu za sadaka alizokuwa anatoa enzi za uhai wake. Katika Matendo sura 9 mstari ule wa 36-40, maandiko nasema hivi: na mwanafunzi mmoja jina lake mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabitha, tafasiri yake Dorcas, yani paa.
Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema, sema alijaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Unaona? Matendo mema na nini? Na sadaka. Ikawa siku zile akaugua kafa. Hata walipokwisha kumosha wakamweka orofani, na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko hapa, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Sadaka sio tu ilimponya, ilimfufua aliyekuwa amekufa. Sadaka inaweza kuongeza siku za nini? Za kuishi, wapendwa. Sadaka ina nguvu ya kukuongezea siku za kuishi. Hata mnakumbuka habari za Hezekia, namna ambavyo aliumwa kabisa. Mtumishi wa Mungu huyu Hezekia aliumwa karibu na kufa, na alikuwa na jibu kama Marko anavyozungumza. Kipindi amekata tamaa, mjumbe akampelekea ujumbe, nabii Isaya, tengeneza mambo ya nyumba yako, hakika utakufa. Huyu aliyempelekea ujumbe wa kifo hakuwa nabii wa uongo. Jamani, Isaya si mtumishi wa Mungu? Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, hakika utakufa. Fuatilia uone kwenye Biblia. Hezekia hakukubaliana na kifo. Akageuza uso kwenye ukuta, akalia. Ndani ya yale machozi, kama wewe ni msomaji wa Biblia, utaona namna ambavyo alikuwa analia, anajieleza, maombi ya kujieleza, anaomboleza mbele ya Mungu. Tazama enzi za ufalme wangu, za utawala wangu, za maisha yangu, nitoa sadaka, nisaidia wajane, nitegemeza kazi ya Bwana, nilifanya hivi. Hezekia akawa anajieleza, je, Mungu, mbona napotea kama hema ya mchungaji? Pumzi zangu, je, nikilala katika mavumbi, pumzi zangu taimba sifa? Je, nitaendelea kufanya mambo nilikuwa nafanya? Je, nitakutumikia tena kwa mali zangu? Mungu, naomba urejeshe uhai wangu. Ninakusikumbuka Mungu. Anamkumbusha Mungu katika sadaka ambazo alizitoa akiwa mzima, akiwa amefanikiwa. Maombi yale yalikuwa na nguvu ya kubatilisha mauti, kwa sababu zilikuwa ni hoja zenye nguvu mbele za Mungu, kwa sababu alikuwa anataja na matendo aliyoyatenda ya kutumika na kutoa sadaka mbele za Bwana. Wakati Hezekia anaondoka, ujumbe kamjia tena Isaya, rudi kwa Hezekia, kamwambie mimi Mungu nimesema hata kufa tena, ninamwongezea miaka 15 ya kuishi. Kwa nguvu ya sadaka mwanangu, kwa nguvu ya sadaka mtu wa Mungu, kwa nguvu ya sadaka mtumishi wa Mungu aliyeko hapa, siku zako zikapate kuongezewa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Wanaofikiri utakufa watasubiri sana. Kwa nguvu ya sadaka utasonga mbele kwa Yesu aliye hai. Wanaodhani utakufa, mume wako awe mke mwingine, haolewe mtu mwingine hapa, siku zako zipate kuongezewa kwa jina la Yesu aliye hai. Anaelewa sema amina kwa nguvu sana. Siku moja sisi, nikiwa na mama Mabuga hapa, mke wangu, mshirika mmoja alikuwa anajitoa sana kwetu. Anatuletea sadaka nyingi za vitu na fedha. Siku moja akasema nimezidiwa, tukamwambia njoo nyumbani. Akaja nyumbani, tukawa tunamuombea, si akafia mikononi mwetu. Sasa tukawaza, kama bora angekuwa kanisani, ni nyumba ya ibada, tumesajili, ni dhehebu letu. Sasa nyumbani hii kesi, tunaangaliana mke wangu, tunafungwa. Tutafanyaje kuchomoka hapa? Hii maiti tutaitoa toaje ndani? Na ndugu zake wakijua itakuwaje? Hapa jela inatuhusu. Tunaangaliana, kila mtu anamhurumia mwenzake. Na watoto walikuwa bado wadogo, tunaenda jela baba na mama. Wakati tunatafakari hayo, tukaanza kama kuimba sifa kidogo. Wakati tunaimba sifa, Bwana akatupa ufunuo.
Tukasikia Roho wa Mungu anaongea, tena aliongea ndani ya mke wangu kwamba hapa maana tulishakemea wapi? Tulishamsihi Mungu wapi? Tulishaita damu ya Yesu wapi? Tumetumia jina la Yesu wapi? Ukisikia siku ya kutekewa ndo hiyo. Haleluya. Tukapata ufunuo. Mama akasema, nasikia ndani miongozo. Niambie. Miongozo inakuja, sema haraka sasa tupone. Miongozo inakuja, sema sasa useme sasa. Watu wataanza kuchungulia madirishani hapa. Sinasikia kwamba tumuombee, tutaje matendo ya sadaka alizozitenda kienza uhai wake. Tukaanza kuzungumza, Bwana mfufue mtu huyu, Mungu mponye. Tazama alifanya 1, alifanya 2, alifanya 3. Bwana, hata katika wingi wa kupungukiwa kwake ama umaskini wake, lakini alileta hiki Bwana. Kumbuka Mungu kwenye kumbukumbu zako. Kumbuka Bwana kwenye hazina ya kwake mbinguni. Kumbuka kwenye kumbukumbu zako Bwana. Si uangalie sasa Mungu, angalia. Mungu angalia. Wakati tunamsihi Mungu tumefunika macho wote, tumelalama, tukasikia na chafya. Haleluya. Sijajua kama leo amekuja kambi, lakini kambi la Temeka alikuwepo yule mama, ni mshirika wangu mpaka leo. Ndipo Bwana kanifundisha sadaka ina nguvu, sio tu kusogeza miaka, hata kufufua kwa jina la Yesu aliye hai. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Wangapi watamani Bwana ongezee siku za kuishi? Sema sitakufa bali nitaishi niasimulie matendo makuu ya Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Chapia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Yani Mungu akanifundisha kitu cha ajabu sana. Kumbe sadaka inaongea. Sadaka bila sema leteni hoja zenye nguvu. Sasa nisikilizie, kama huyu mshirika mpinzani wa chama, huyu mshirika anamsengenya mama mchungaji, eti akitembea kama anaenda nyuma, hilo wigi lenyewe, hilo wigi halafu ndo amekufa, unadaije? Mungu mfufue huyu, maana alikuwa anamsengenya mama mchungaji. Baba, inamata. Baba mfufue huyu, maana alikuwa anakwamisha WWI kwenye tawi lao. Baba mfufue, maana huyu alikuwa anasema hilo kambi haitafanikiwa. Baba mfufue. Inakuja. Ndugu zangu, unapotoa sadaka ni kwa faida yako mwenyewe. Sadaka ile ilimfufua yule mama, mpaka leo anaimba kwaya Ebeneza kwenye kanisa langu la Mlima wa Faraja. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kwa sababu Biblia inasema leta hoja zenye nguvu. Maana ya hoja pia, ukiwa wakati wa shida, tukudai wewe kwa kuangalia vielelezo kwenye akaunti ya mbinguni. Muulize jina, kuna kielezo gani kwenye akaunti ya mbinguni wewe? Unadaiwa ahadi tu. Uliahidi na hujalipa, ndio kielezo chako? Hapana. Ufanya vitu tupate mashiko kukudai siku ya tabu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Tupate mahali pa kudai. Sasa wewe ni mpinzani, kila kitu kwenye kambi ni kusengenya watu, kuvunja moyo watu. Hata viongozi walioko mbele yako nawavunja moyo. Sikiliza, kiongozi anawekwa na Mungu kwa majira yake. Tukimtia moyo, ndio kazi ya Bwana yenyewe. Bwana kamfufua. Paka leo ukimtazama yule mama usiamini, kanenepa mwenzangu, na nesa mstari wa mbele kwa ile wa mama. Lakini tulimdai kwa nani? Kwa Bwana. Hezekia asingepona ugonjwa kama angekuwa hakuna hoja za kudai mbele za Bwana. Lakini hoja zile alidai mwenyewe. Mungu akamrudishia siku za kuishi. Na hatujajua ilipofika 15 alikufa au aliendelea, sijafuatilia. Kwa ndugu zangu, sadaka, kama ungejua nguvu ya sadaka, usingekuwa mzembe kutoa sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Nimejizoesha hivyo, sisi tumejizoesha, yani kutoa ni sehemu ya maisha yetu. Huwa nasikia furaha napotoa, najua sipotezi. Nawekeza kwenye hazina. Na majira yakifika, hata kama Bwana shetani anataka kufanya niondoke duniani kabla, watu wakinidai wana mahali pa kushikia. Sasa wewe Mungu, tukitaka tukudai urudi, tutashikia wapi? Mwambie jina lako, hivi wakikudai tushikie wapi wewe? Muulize. Eti kuna hoja zenye nguvu kwako wewe? Haleluya. Kama unaelewa, punga mkono kwa Yesu aliye hai. Lazima tuwe na mahali pa kushika kudai. Kwamba
huyu alikuwa anajitoa. Katika Biblia kuna mtu mmoja alijenga sinagogi. Sinagogi ilikuwa ni nyumba za ibada za mtaani kule kwa Yahudi. So yule mtu alikuwa anaumwa, wakaandamana kwa Yesu, mponye mtu huyu maana anastahili kwa sababu alijenga sinagogi. Wana madai, wewe una madai gani kwa Mungu? Huyu Dorcas amekufa. Sasa wale wamama wanasema hatukubali afe kwa sababu gani? Kwa sababu huyu alikuwa anafuma nguo za wajane, huyu alipamba madhabahu, huyu aliwavalisha makuhani, huyu alikuwa anafanya huduma kanisani, anapiga deke, anajitoa. Haiwezekani afe. Wamama wakajifunga kibwebo, wanaomboleza mpaka wakasema tumfuate Petro mpaka aje amfufue. Petro alipofika hakutumia nguvu tu, alimwambia inuka, akainuka. Si kwamba Petro alikuwa na upako sana, ila nguvu za sadaka za Dorcas ziligusa mioyo ya wajane. Hata alipotamka mtu akainuka. Nataka nikwambie mchana wa leo, kuna kitu Bwana atafanya kwako. Kuna kitu Bwana atafanya kwako kwa jinsi alikupitia nguvu ya sadaka. Mtu mmoja aseme amina. Sema amen. Shangilie Bwana kama kofi na vigeregere. Sema nguvu ya sadaka. Nguvu ya nini? Lakini sadaka ni mbegu isiyokufa, inaendelea kunena. Sadaka ni nguvu, sadaka ni mbegu isiyokufa, inaendelea, inazungumza. Inazungumza. Yaani muda wote inafanya nini? Inaongea sadaka, inaongea. Muda usingetosha kufafanua hayo, lakini elewa tu kwamba sadaka ni mbegu isiyokufa, inaendelea kuzungumza kwenye maisha yako. Hata kama wewe umeshaondoka duniani, vitukuu na vijukuu vyako kuna favor watazipata kwa sababu ya sadaka zako ambazo zinaongea mbele za Mungu. Mnanielewa? Tunaelewana sawa sawa? Nataka niwaambie, taifa la Israeli pale lilipo, kuna favor wanazipata kwa sababu babu yao wa kimwili kabisa, mzee Ibrahimu wa zamani, alitoa sadaka akajenga urafiki na Mungu. Sadaka inaendelea kuongea. Lakini jambo lingine, sadaka ina nguvu ya kukupa mahitaji ambayo hujamwomba Mungu. Halo? Sadaka ina nguvu ya kukupa nini? Hata mahitaji ambayo wewe hujamwomba Mungu. Yaani haujamwomba Mungu, lakini Mungu anaamua kukupa kwa sababu sadaka inaongea. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza, sura ile ya 7, mstari wa 3 mpaka wa 5. Maandiko yanasema hivi, Wafalme wa kwanza 3, mstari ule wa 3 mpaka 5. Sulemani naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila hutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo. Sema omba utakalo nikupe. Una nguvu ya sadaka. Hebu ona nguvu ya sadaka ilivyo, wapendwa. Sulemani hakuna mahali popote akiwa mfalme, hata kabla hajawa mfalme, hakuna mahali popote Mungu alimwambia omba lolote utakalo. Hakuna. Ni pale tu Sulemani alipoendelea kumpenda Mungu, akachukua sadaka, akapanda mahali kwenye madhabahu, mahali maalum pa kutolea sadaka. Sulemani akatoa sadaka, akachinja mifugo, akatoa sadaka kwa Mungu wake. Alipomaliza kutoa, sauti naongea, Sulemani, moyo wangu umefurahi. Hujaniomba chochote, hebu omba nikupe. Sulemani anawaza, niombe nini? Kama ni utajiri upo baba yake kamwachia Daudi. Hajaomba cha ajabu, hakuomba aishi miaka mingi.
Hajaomba kitu kingine, akasema Baba, mimi naomba unipe hekima. Mungu akasema hivi, kwa kuwa wewe si kama wanadamu wengine, hujaniomba siku nyingi, hujaniomba maadui zako wafe, yani kuna watu wengine maombi yao yote ni kuwa maadui, wapigwe, wakanyagwe shingoni, wafe. Mwambie jana yako acha hiyo. Waambie waokoke. Wakifa bila kuokoka wataenda motoni. Amen. Suleiman akasema naomba hekima, akasema umeomba jambo jema. Kwa kuwa niomba hekima, hata vitu ambavyo hujaniomba ninakupa. Suleiman akapewa na vitu vingi vya ajabu. Unaambiwa hajatokea mfalme tajiri kama Suleiman, na hata tokea mwingine kama Suleiman. Biblia inasema hivi. Na kweli ukiangalia, ukitaka kujua utajiri wa Suleiman, chukua ile dhahabu, upige mahesabu kwa fedha ya sasa. Ndio unajua utajiri wake hakuna kumfikia. Hamna cha nani wala nani. Kwa sababu gani? Alitoa sadaka, Mungu akamwambia sema utakalo. Sadaka ina nguvu ya kukupa kitu ambacho hujawahi kuomba. Na ninatamani mchana wa leo Mungu akutendee kitu ambacho hujawahi hata kukifikiria kwenye maisha yako. Wangapi wanaamini hayo Bwana anaweza kufanya? Mimi nimeshangaa. Kambi la Watemeke la mwezi wa pili pale, wa 3 si wa pili. Nilifundisha somo linalofanana hili. Wakati nafundisha, tukahitimisha kwa maombi. Nikaagana na wakurugenzi wangu hawa wa kanda waliokuwepo, wa Kristo siku hiyo na wa jimbo, na Mama Alex pia tulikuwa naye siku hiyo. Ile naondoka kwenye geti la Temeke pale, mama mmoja akawa ananikimbilia, mlinzi mwambie askofu asiondoke na kuja. Mimi kasimamisha gari. Nilikuwa na dereva siku hiyo. Ghafla akaja mama mmoja, na sikumuuliza unatokea kanisa gani. Akamwambia mchungaji, si kama yuko hapa leo. Mchungaji, askofu, tafadhali askofu, mimi kutoka moyoni mwangu naomba angalau tu nipe namba yako ya simu, angalau nikupata ile ya voucher tu, iwe hiyo ishara ya shukrani kwangu, kwa sababu ulipokuwa unahitimisha somo na kufanya maombi, nimeona mkono umenigusa begani. Sio wewe, mkono umenigusa. Alafu baada ya hapo nimeona mateso yote yamekwisha. Dereva wangu angekuwepo, shuhuda mke wangu nifika nikamhadisia. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kutendewa kitu ambacho hujawahi kufikiria. Hata yule mwanamke wa Sarepta hakujua kwamba siku hiyo hata kufa, ila unga utajaa na mafuta yatajaa. Hakujua, ila alipotoa kuna kitu Mungu alifanya. Mimi nawaambia mpaka kambi linaondoka linaisha hapa, hamtakuwa kama mlivyokuwa. Na mimi maombi yangu natamani Mungu awajaze, awatendee mambo ambayo hamjawahi kutendewa katika maisha yenu, kwa jina la Yesu aliye hai. Kama naamini sema amina. Yani nikabaki na shangaa. Na tulikuwa tumetoa sadaka pia siku hiyo. Akasema mchungaji, askofu, wewe unijui, lakini nimeona na kwa kweli kile ambacho nimefanyiwa. Unaweza kutendewa jambo ambalo hujawahi kutendewa wala hujawahi kulifikiria. Bwana tusaidie sana. Hebu niende hatua ya mwisho. Sadaka ina nguvu ya kukomesha vita katika maisha yako. Naongea na wale watu wenye vita. Vita ya kiutumishi, vita ya kibiashara, vita ya kifamilia, vita ya kimasomo, vita ya kiafya. Sadaka ina nguvu ya kukomesha vita ya aina zote. Hebu tuangalie sasa katika kitabu cha Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza sura ile ya 7, mstari ule wa 9 mpaka 12. Biblia inasema hivi, Samuel wa kwanza 7 mstari wa 9 hadi 12. Biblia inasema ni Samuel wa kwanza, tafadhali kama hujafika kumbuka ni Samuel wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa 9 hadi mstari wa 12. Biblia inasema ndipo Samuel akatoa mwana kondoo mchanga akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samuel akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamwitikia. Sema Bwana akamwitikia. Ndiyo, narudia tena ili hata aliyekuwa amelala asikie. Ndipo Samuel akatoa mwana kondoo mchanga. Lakini ili tuelewe vizuri, labda nirudi nyuma nianze mstari wa 7. Hata Wafilisti waliposikia kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe na Wafilisti walipanda juu ili kupigana Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana
kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatwaa mwana kondoo mchanga, hiyo ni sadaka. Akamtwaa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana. Sema, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Rudia tena kwa sauti tena. Ndiyo, asante. Bwana Samuel akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamwitikia. Hata Samuel alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakaribia ili kupigana Israeli, lakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele za Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa wakawafuatia Wafilisti wakawapiga hata walipofika chini ya Beth-kari. Ndipo Samuel akatoa jiwe akalisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akalita jina lake Ebenezeri, akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Kipindi hiki hicho kipindi sanduku lilikuwa limechukuliwa. Kwa Israeli wakawa wanakaa kwa hofu, kwa sababu wamejiona hawana nguvu, ila Wafilisti wana nguvu dhidi yao. Ndipo wakaona Wafilisti wamekusanyika mahala, wakaingiwa hofu, wakakimbia kwa nabii Samuel, tusaidie, tunakwisha. Tulilie kwa Mungu aliye hai tuokoe. Samuel akamwambia, siwezi kulia hivi hivi bila sadaka. Ili maombi yawe na nguvu na Mungu asimame kuwatetea, tafuteni mwana kondoo mzuri, tafuteni sadaka nzuri. Wakachukua sadaka nzima nzuri. Samueli akaenda kumteketeza. Biblia inasema alipokuwa akimteketeza ndipo alipomlilia Mungu, Mungu akamwitikia. Sadaka ina nguvu ya kukuitikia wakati wa shida yako. Sadaka ina nguvu ili Mungu akuitikie wakati wa vita unayopitia. Sema amen. Biblia inasema Mungu akamwitikia Samueli. Na Mungu alipomwitikia Samueli, pale Mungu akatuma kishindo kikuu kwa Wafilisti. Wakasema Wafilisti wakaanguka chini, wakakimbia. Ndipo hapa Israeli wakapata nguvu kuwafuatia baada ya kuona Mungu amewashukia kuwapiga wale Wafilisti. Lakini siri ya ushindi wao haikuwa kwa sababu wao wanaweza kupigana vita, ila Mungu alipopokea sadaka yao akairidhia. Alipolia Samueli, Mungu akasikia, akaenda kuwashughulikia. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja niwape ushuhuda wetu. Siku moja kanisani kwetu tulikuwa na vita ya mahali tunakoabudia. Wakainuka watu kutaka waling'oe kanisa lisiwepo pale. Wakasema hivi, wakawa wanapita kwa watu wajiandikishe majina kulikataa kanisa lisiwepo, kwamba tunapiga kelele. Pili, jengo letu pengine sio imara, yaani watafuta sababu tufukuzwe. Walipopanga mipango hiyo, wakazunguka kila mahali, wakajiandikisha, wakapeleka kesi serikali ya mtaa, tukaenda baraza la kata. Kipindi hicho mimi nikaandaa sadaka. Sema sadaka nini? Kipindi hicho askofu wangu wa jimbo alikuwa Matingisa. Nikabeba sadaka nikampa mzee Matingisa, baba askofu wangu, chukua sadaka. Akachukua sadaka. Ile sadaka nilitamkia, usitoe sadaka kibubububu, tamka. Sema amen. Unapotamka, utamki hivi hivi, mbingu zinasikia. Hata Samueli alipokuwa anatoa sadaka kwa ajili ya Israeli, hakutamka kibubububu. Alitamka, alitoa huku anatamka, alitoa huku anaomba, alitoa huku anatamka, alitoa huku ananena maneno mazito. Ndipo Biblia inasema mbingu au Mungu akazikubali sauti zake au maneno yake. Ndipo Bwana akapiga kishindo kwa Wafilisti. Hata wewe utakapokuwa unatamka, Mungu atapiga kishindo kwa maadui wa biashara zako. Atapiga kishindo kwa makahaba wanaofuatia mume wako ambaye hajaokoka. Atapiga kishindo maadui wa kanisa lenu. Atapiga kishindo maadui wa kanisa lenu. Atapiga kishindo kwa jina la Yesu aliye hai. Vigelegele kwa Mungu aliye hai. Nikatamka mimi. Nikampa askofu wa jimbo mbuzi, sadaka ya mbuzi. Vita ile ilikuwa ni kubwa. Tukiwa kwenye mahakama ile ya baraza ya usuluhishi, wale watu walikuwa wanashtaki kanisa
Wanaanza kutembeza karatasi mtaani kulikataa kanisa. Wanakutana na visiki, wengine wanasema kama ni kanisa mimi simo. Wakaanza kukosa wateja. Tumeenda baada ya usuluhishi, mzee mmoja katika wale wanaoshtaki kanisa akaropoka akasema hivi, yule mwenyekiti alimwambia, kwani nyewe mnakataa kanisa linakosa gani? Wanakaa wanaomba mara kwa jina Yesu. Tunakemea. Sisi hatutaki, mara tunakataa wachawi, tunachoma moto. Wachawi washindwe. Mwenyekiti akawauliza, kwani ninyi wachawi? Si mzee mmoja karopoka, ndio. Mzee wewe mchawi? Baraza nzima wakainama vichwa. Wale wenzake wakati tunatoka baraza la kata, umetuaibisha wewe. Mungu atawachanganya maadui zako, watachanganyikiwa wenyewe kwa nguvu ya sadaka. Nasema Bwana atawachanganya maadui wa kazi yako, biashara yako, ndoa yako, watachanganyikiwa. Watakuja kwa njia moja, 7 watatawanyika. Baada ya kambi hili maadui zako wasambaratike kwa njia 7 katika jina la Yesu aliye hai. Mtu mmoja aseme amen. Ndugu zangu, hana yasema washirika wangu walioko hapa ni mashahidi. Yametokea hivyo. Wakakata rufaa akapeleka mahakama ya wilaya kule Temeke. Sasa tukaweka wakili. Na wao wakamtafuta wakili wao. Nikamwambia Mungu, hii sadaka nimeiongelea vya kutosha, sina hofu. Hata ikitokea nimechoka siombe, sadaka inaongea. Tukahudhuria mahakama ya wilaya Temeke. Wale jamaa wana viburi, wanakuja kwa viburi kweli. Tukaenda siku ya hukumu, niko pale. Unajua siku ya hukumu kuna kautisho fulani. Nikuta hakimu anapita, kama naona kwenye korido, mara karani anashika na kalamu, unasema hivi leo wanataka kuhukumu nini hawa? Lakini mimi nikasema sina hofu, yuko Mungu aliye hai na sadaka yangu inanena, lazima kieleweke. Sema amina. Sema amen. Tunawaza hivi, kama sauti zinakuja ya mashambulizi, hivi kitokea umefukuzwa mnaenda wapi? Kama ni jambo linaumiza mchungaji yote au mama mchungaji, ni kanisa kupata msukosuko. Kupata nini? Washirika, msiwaumize watumishi wa Mungu. Muwatie moyo, wanapitia magumu ila hawasemi kwa sababu wao ni wazazi. Muwatie moyo. Sawa sawa mama mchungaji wako mtie moyo, baba mchungaji watieni moyo. Wanapitia magumu. Kuchunga kanisa unapambana na shetani uso kwa uso. Tuko mahakamani pale. Sasa mnaingia koti, sina mangapi, tukaingia. Haya, mkae hapo, tukakaa. Na upande ule walalamikaji kaeni hapo. Sasa leo ni siku ya hukumu. Sema sawa. Akaniambia mzee wangu kanisa, nasikia moyo unaniambia. Sasa wewe tulia. Hakuna cha mimi kwenda mbio hapo. Haleluya. Lazima shetani ashindwe kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Akasoma. Unajua wale wanapohukumu kesi, mahakimu mko hapa mlio staff na kadhalika, hawafiki na kusema sasa umeshinda. Lazima wasome. Na wanavyosema wale jamaa wale si wamesoma somaji hiyo sheria zao. Yaani anasoma utafia ndani kuchinja. Unajua, anasoma. Unasema Mungu wangu. Anasoma tu. Wapi tena anakoelekea? Anasoma. Nikasema huyu vipi huyu? Lakini ndani nasikia Mungu ameshinda vita. Sadaka yako imenena kwa Mungu. Haleluya. Mwisho akasema hivi, tangu sasa kesi haipo tena, kanisa limeshinda, liendelee na ibada zao kama kawaida. Haleluya. Kwa nguvu ya sadaka tutashinda. Kwa nguvu ya sadaka kanda yetu tang'ara zaidi. Kwa nguvu ya sadaka vyama vitakuwa moto kwenye matawi, kwenye makanisa, kwenye majimbo. Sema amina. Tunatoka mahakamani na wasalimia ndugu zangu, hamjambo. Wanaona kama na wazee kama Elia, ikiwa Mungu wenu yupo shusheni moyo. Yaani wakaona na wazee haki, wataka hata kuniangalia usoni. Tutaenda mahakama kuu. Tutaenda mahakama kuu. Nikamwambia jamani, hivi hamna hela zenu hazina kazi? Mahakama kuu ni mwanasheria tena nakula hela. Haya tuendeni. Kama tuendeni. Mimi nikiwaambia washirika tutoe mchango kumlipa wakili, tunachangishana kidogo kidogo nyie. Na mtaani wamewagomea kama ni kanisa hatumo. Tena cha ajabu tulikuta mama aliyekuwa kwenye baraza la kata
kama mjumbe, kumbe mwanae ndio hakimu kule wilaya. Story yote, scenario yote anaijua. Kwa alikuwa watu wangapi watabasamu tu. Yuko upande wa Bwana. Mungu akiinulie mtu mbele ya maadui zako. Mungu akiinulie mtu mbele ya maadui zako. Sema amina kubwa. Mimi nawaambia kwa nguvu ya sadaka tutatenda mambo makubwa sana. Yaani mimi naona uamsho ambao hujawahi kutokea unakwenda kutujiria kwa nguvu ya sadaka kwa jina la Yesu aliye hai. Nilipotoka hivi, wale jamaa walikuwa kama wamenyeshewa na mvua. Wakiniona naingia kanisani na paki gari langu, alikuwa anataka kutoka narudi nyuma ndani kwanza ili nipite kwanza. Paka leo tukikutana na katisha mtaa. Wewe mwenye haki ni jasiri kama simba, lakini waovu hukimbia wasipofukuzwa na mtu. Wewe ni mama jasiri wewe. Ndani umembeba Mungu aliye hai. Umepaka mafuta na Roho Mtakatifu. Umembeba Yesu aliye hai. Kwa nje ni mama, kindani wewe ni jemedari wa jeshi la Bwana. Kwa nguvu ya sadaka ile vita yako inakwenda kuisha. Nasema kwa nguvu ya sadaka ile vita yako inakwenda kuisha nyanga. Wangapi wanaamini inakwenda kuisha vita yao? Wangapi wanaamini vita yako inakwenda kuisha kwa jina la Yesu hai? Vita ikawa imeisha kabisa. Paka leo tunaabudu, tunakesha, hawapendi lakini wanaugulia ndani kwa ndani. Na vijana wangu, unajua vijana wasije msiku wakipiga drums kama watakupasua siku hiyo. Pam 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 pam. Jamani. Wale wanasema jamani mchungaji, waambie vijana wako wapunguze kidogo. Heshima imerudi mjini. Heshima imerudi mtindo mmoja. Haleluya. Mimi naambia vijana tuishi nao kwa hekima, basi punguza kidogo vijana. Ile yale matisho yamekwisha. Ndugu, sadaka ina nguvu ya kushindia. Kuna mchawi, hapa kanisani, mtaani hapa tuna upinzani. Mume wangu hajaokoka, nimeona message ya kahaba. Kuna vita biashara yangu, kuna watu, sikiliza, sadaka ina nguvu ya kushindia vita. Sadaka ina nguvu kushindia nini? Vita. Mimi nimeshangaa yule mama kwenye kambi ya Temeke. Mimi nimeanza kuhubiri, nimefundisha, tumefanya, nimetamka na maombezi, na inuka na nifuata. Akasema wakati unaomba bishop, nimeona kama mkono wa mtu, lakini si kama mtu umenigusa hapa. Nikashangaa mateso, nilikuwa na vita baba ya muda mrefu mwilini mwangu, lakini nimeona kama mkono umepita umepangusa, na shangaa nimepokea uponyaji. Sadaka ina nguvu ya kupigana vita ya kimwili ambao umeteseka miaka. Vita ya watoto wako shule, na sio kesho, ni leo Bwana kupiganie. Wangapi wanaamini leo Bwana atapigana? Wangapi wanaamini Bwana atapigana? Haleluya. Kuna watu wanasema mama huyu atakufa analinga na mume wake, atakufa. Nasema leo hafi mtu kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa nguvu ya sadaka wanataja mauti, lakini wewe unalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi, ambaye yeye analiangalia neno lake apate kulitimiza. Anaangalia sadaka yake apate kuinenea mema. Na leo Bwana kuangalie, akutendee mambo ambayo hajawahi kuyaomba wala kuyasikia kwa jina la Yesu aliye hai. Nione makofi na vigelegele. Nataka nihitimishe, sema amen. Nataka nihitimishe, amina. Shika sadaka yako ya ushindi. Shika sadaka yako nini? Ya ushindi. Kama hauna vita haina haja sadaka. Lakini kama unajua una vita, eza ya kiafya, watoto shule. Wako watoto wameumizwa. Wako watoto ambao wameonewa wivu, wakarogwa, wakakataa shule, wakawa watu wa hovyo, wavuta bangi. Wazazi mna uwezo, watoto sasa wamekataa shule. Unapiga, usimuumize, utavunja mfupa. Hiyo ni vita ya kiroho mama. Vita ya kiroho inapiganwa rohoni. Silaha zetu si ya juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Lambo shaka moria. Shika sadaka yako. Nataka kutamka maneno mazito. Shika sadaka yako. Una vita ya watoto wako, vita ya ndoa mama, vita uzao wa tumbo lako, vita ya ofisi yako, vita ofisini kwako, vita ya utumishi wako. Uenda una vita ya kiafya, magonjwa na kadhalika. Kama atasikiliza, hata kama unaumwa, kwa nguvu ya sadaka hautakufa. Ezekia aliumwa, lakini kwa nguvu ya sadaka walisubiri atakufa, lakini hakufa. Kamata sadaka yako sasa. Kamata sadaka yako, alafu simama juu.
Simama juu, simama juu, simama juu. Kila mtu afunue kinywa chake. Mwambie Mungu, unataka Bwana akufanyie nini? Vita yako iko wapi? Wengine wana vita kihuduma, unakanyagwa, umeumizwa. Kila unakokwenda umepigwa vita. Ukiwatendea watu mema wanakulipa mabaya. Uliodhani ni marafiki zako ndio wamekugeuka, wanakuchafua. Moyo wako umekufa ganzi. Unasema kama ni hivyo utumishi basi, kama ni hivyo kutumika basi. Hiyo ni vita. Wewe hujajua mwanamke, haujajua hiyo ni vita, lakini Mungu yupo akushindie. Harabo saka moria. Lianderebo saka. Jehova Mungu liye hai. Ni wewe mfalme wa falme. Mungu mwenye nguvu na uweza. Naomba uzungumze sasa. Nimesema sadaka unaizungumzia. Tamka maneno juu ya sadaka yako. Tamka maneno. Tamka maneno. Tamka maneno. Kabla ya kuhitimisha, tamka maneno. Natamani napohitimisha mkono wa Bwana ukuguse pale ulipo. Natamani mchana wa leo, natamani alasiri ya leo, mkono wa Bwana kabla ya kuhitimisha Bwana kuguse. Tamka maneno. Horabo saka. Lianderebo saka moria. Mama, umepigwa vita mpaka unahisi utakufa. Umeanza kutoa na usia kwa watoto wako kana kwamba unakaribia kufa. Unajiona huna miaka 4 5 tena mbele, wala 7 wala 10. Unaanza kugawa ulisi mapema. Unaona mbele kama kuna kifo. Ninasimama kutangaza ya kwamba hautakufa kwa nguvu ya sadaka ya leo. Nabatilisha mauti, nabatilisha mashauri yao waliopanga mauti. Hiyo mauti naibatilisha, hiyo mauti naipangua, hiyo mauti, ewe mauti. Naona mtu ambaye ametangaziwa kifo. Kuna mtu ametangaziwa kifo. Kuna mtu ametangaziwa kifo. Ewe mauti, wewe uliyemtangazia mwanamke huyu kwamba lazima afe, mmemtumia na magonjwa kama geresha, ila kifa msema amekufa kwa ugonjwa fulani. Kwa nguvu ya sadaka, horabosika lianderebo sakamoria, utajua mtu ambaye ana uchungu moyoni kama Hana. Hatajiona yeye ni staff, hatajiona yeye ni mlokole wa siku nyingi. Atalalama mbele za Bwana kama Daudi, atalalama kama Hezekia, japokuwa alikuwa ni mfalme. Akalalama. Lalama na wewe, lalama na wewe. Mwambie Mungu yatosha. Jesus, 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 Jesus. Sema, ee Bwana, nimeshika sadaka hii. Sadaka hii ni sadaka ya ushindi. Yatosha vita yangu, vita ya afya, vita ya mahusiano ya ndoa, vita ya familia, vita ya ofisini kwangu, vita ya biashara, vita ya kazi yako, vita ya utumishi. Naomba Bwana, napoinenea unisikie, unitetee, uniguse mchana wa leo. Uniguse Bwana, naomba uniguse sasa. Endelea kuomba, mwambie Mungu, nataka kutamka matamko. Mwambie Mungu, mwambie Jehova, mwambie mfalme wa falme, mwambie Mungu mwenye nguvu na uweza. Horabo shandere lianderebo saka baba, horabo shanderemo lianderebo babo. Sadaka inafungua milango. Inafungua milango iliyofungwa. Iwe ni ya biashara, iwe ni ya kuolewa, iwe ni mahali gani uanze kufanya nini. Ninaona wingu linaanza kushuka. Ninaona wingu linaanza kushuka. Ninaona kwa macho ya rohoni wingu la Bwana limeanza kushuka. Rabo sika. Hey, rabo saka. Kuria mosika. Lianderebo saka baba. Horabo shanderemo. Lianderebo saka moria. Ramo shaka baba. Lianderebo sika baba. Oh, sante Mungu wa majeshi. Sante Baba kwa sadaka hii. Sante Bwana kwa sadaka hii. Sante Bwana kwa sadaka hii. Njoo unaomba. Njoo unaomba. Njoo unaomba. Njoo unaomba. Sogea karibu na madhabahu hapo. Hapo usivuke vitunga vya sadaka.
Simama hivyo hivyo, nitaomba kwanza, halafu ndipo ndaruhusu mtoe sadaka. Unapoonyesha kuondoka kwenye kiti ni ishara kwamba umekwenda madhabahuni pa Bwana. Ndio maana yangu hiyo. Naelewa kwa nini siri ya madhabahu ni nini. Rabo sakamoria. Mtaona nguvu ya Mungu ikishuka hapa kwa namna ajabu sana. Kuna nguvu itashuka wakati tunatoa sadaka. Nataka nianze kuomba. Inua sasa mikono yako miwili na moja wa sadaka pia kulia kwako. Sema, Bwana Yesu, yatosha vita ya muda mrefu. Yatosha mateso. Yatosha upinzani. Nimelia sana. Nimefunga sana. Nimeomba sana. Lakini leo umenena nami juu ya nguvu ya sadaka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakomesha vita kwa nguvu ya sadaka. Kwa jina la Yesu. Kwa nguvu ya sadaka. Kwa jina la Yesu. Nakomesha vita. Nakomesha vita yangu. Vita ya huduma. Vita ya familia. Vita ya elimu. Vita ya ofisini. Vita ya biashara. Vita ya kiafya. Shetani, toweka. 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 Fire. 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 Moto. Kwa jina la Yesu. Naitoa sadaka. Toa sadaka sasa. Usitoe kimya kimya. Endelea na maombi unapotoa. Unapotoa sadaka, unarudi kwenye siti yako hapo umesimama pale pale. Sasa unataka niachilie maombi sasa. Ukitoa sadaka rudi mahali pako. Horabo shandarama. Usinyamanze, endelea kunena kama unanena, kama unaomba endelea kutamka maneno unapotoa sadaka. Horabo shanderemo. Nataka kuachilia maombi. Roho Mungu ananisukuma niombe. Chabo sika. Ramo saka baba. Lianderebo saka mori. Rabo sha. Toa sadaka. Toa sadaka yako. Uendelea kuomba, usiende kimya kimya. Toa unanena, toa unaongea, toa unaomba mpaka unarudi mahali pako unaomba. Kuna nguvu tayari imeshashuka hapa. Kuna wingu tayari imeshashuka hapa. Ramo saka. Riamo saka. Kuna wengine wanapotoa nguvu zinawashukia hapa hapa. Kuna wengine wanapotoa wanasikia uwepo unawatawala kwenye maisha. Unatawala juu ya miili yao. Rabo shaka moria. Sante Roho Mtakatifu. Sante Mungu mwenye nguvu na uweza. Sante Bwana mabwana. Sante Mfalme wa falme. Sante Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina saria hai. Ramo saka baba. Lianderebo saka moria. Ramo saka moria. Simama, simama. Ukisha toa rudi usikukae. Usimame. Nataka kuomba sasa. Nataka kuomba. Ramo saka moria. Lianderebo sika. Mungu wa majeshi. Usinyamanze, endelea kuomba. Endelea kutamka. Endelea kutamka. Endelea kutamka. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Kuna vitu vitatu Bwana ameniongoza. Kuna vitu ambavyo Bwana ameniongoza. Usinyamaze mwanamke. Katika kuomba, wakati Samuel anaomba, ndipo Bwana akamsikiliza. Bwana akapiga ngurumo. Kuna ngurumo inapigwa muda si mrefu. Ramos. Kuna ngurumo itapigwa muda si mrefu. Kuna ngurumo itapigwa muda si mrefu sasa hivi. Waliosubiri utakufa watasubiri sana. Kuuma wala sio kufa. Hezekia mbona aliongezewa miaka na hakufa? Leo Bwana atapiga ngurumo. Ramos saka moria. Waliosubiri mauti yako watasubiri sana. Hezekia kaongezewa miaka. Dorcas alifua kwa nguvu ya sadaka. Hezekia anaongezewa miaka kuishi kwa nguvu ya sadaka. Rabo saka moria. Nataka niwape siri moja kabla sijaomba. Anza kumkumbusha Mungu tumishi wako. Umetoa nini? Umefanya nini kwenye chama? Umefanya nini kanisani kwenu? Umefanya nini kwa mchungaji? Umefanya nini kwa mama mchungaji? Umefanya nini kwa wajane? Umefanya nini? Hebu tamka hayo maneno. Tamka sasa. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Mungu yale umefanya. Mkumbushe Bwana yale umefanya. Nitakapoomba sasa, ninaona mvua itashuka ya baraka ya ajabu sana. Nitaona wingu likisambaa kwa namna ajabu sana. Rabo saka moria. Na kama una nguvu ya kusimama, ukisimama itakuwa ni vizuri zaidi kuliko kukaa. Kuliko kukaa. Rabo saka moria. Rabo saka. Mungu ameniongoza kwa mambo matatu. Naongea na watu ambao ninyi mtaombea huko huko, lakini watu wafuatao nitatamani wakimbia hapa.
ni watu hawa. Moja, watu ambao wamekuwa na vita ya siku nyingi sana kwenye afya, kwenye ndoa, kwenye ofisi, kwenye elimu ya watoto, kwenye kila eneo umekuwa na vita ya muda mrefu mpaka umesema nimeamua kuacha, nimemwachia Mungu. Njoo usipige magoti, simama tu. Hayo ndio Bwana amenielekeza. Hayo ndio Bwana amenielekeza nitamke kwa ajili yenu. Oh rabo shaka. Oh Baba, watu wako wanakukimbilia wewe. Watu wako wanakuhitaji wewe. Mfalme wa falme, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Hili ni jeshi kubwa. Hili ni jeshi kubwa. Oh rabo sakamoria. Watu wa pili ni watu ambao wanasikia kukata tamaa kwa sababu ya vita. Wanasema ni heri nife tu. Ni heri nife tu nipumzike. Kimbia kwa hii madhabahu. Kama umefikia stage hiyo, jambo la tatu ni watu ambao wanaona utumishi mbele za Bwana kama mzigo. Wanasikia wanatamani kuchoka. Wengine wanasema bora muda ufike wachague, mimi nipumzike. Hiyo roho sio ya Mungu, ni shetani amekushambulia. Oh rabo sakamoria. Oh raba shanderemo. Oh raba sakamoria. Oh, naona watu wa vita muda mrefu. Watu wa vita muda mrefu. Pole mama yangu, umekuwa na vita muda mrefu. Umekuwa na vita muda mrefu. Yesu, watetee watu wako. Watetee watu wako. Watetee. Naona moto unapita. Bwana Yesu ni moto ulao, anapita, anatetea, anapigana mwenyewe, anakupigania. Fire. Kuna watu mko hapa mtaona maono waziwazi. Mtaona Bwana akiwagusa. Mungu, kama yule mama wa Temeke ulivyomgusa kapona saa hiyo. Hata huyu mama aliyeinua mikono mbele zako, aliyepo hapa mbele na aliyeko kule mwisho, naomba mguse Baba. Jiandae kuguswa. Jiandae mguso wa Roho Mtakatifu. Mguso wa Bwana. Hayo mateso ya uti wa mgongo, bawasiri, UTI sugu, mateso ya kila namna, kipanda uso, mateso ya vidonda vya tumbo, vita ya kichawi mtaani kwenu, Mungu anakwenda kugusa. Watu wanaanza kudondoka, ni kwa sababu ya mguso. Bwana gusa Baba, gusa Jehova, gusa Baba, gusa. Pokea mguso. Pokea kule nyuma, pokea kushoto, pokea kulia, pokea kati, pokea. Jesus. Oh rabosa. Receive. Pokea. Kuna watu wamekata tamaa kuendelea. Wamevunjwa moyo. Jipe moyo mama. Jipe moyo. Horabo shaka. Pokea uweza kusonga mbele. Pokea uweza. Wako watu ambao malango yalifungwa. Umehangaika sana. Malango yalifungwa. Horibosa. Lamosa. Malango yalifungwa kwa nguvu za kichawi, kwa matamko na rushwa, kwa chuki na fitina. Na Bwana afungue malango.
Bwana afungue malango. Pokea mama, pokea. Bwana afungue malango. 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 Bwana afungue malango kuanzia sasa. Bwana akufungulie malango. Mungu akufungulie malango kwa jina la Yesu. Bwana akufungulie malango. Bwana akufungulie malango. Mungu akufungulie malango. Yale yaliyofungwa yafunguke kwako. Yote yaliyofungwa yafunguke kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Milango inafunguka. Pokea kwa jina la Yesu. Sante Roho uzima. Sante Mungu. Sante Jehova Shama. Mungu wetu, siwezi kuwagusa wote mikono, mko wengi. Naomba pokea kwa imani. Huko uliko milango imefunguka. Maadui zako wameanguka mbele yako. Itikia amina. Oh, maadui zako rudi nyuma taratibu sasa. Maadui zako wameanguka mbele yako. Hautaona tena. Wewe uliyekuwa na vita, vita imekwisha. Vita imekwisha. 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 Vita imekwisha. Vita imekwisha. Vita imekwisha. Vita imekwisha. Imekwisha. Rabosa. Yeye aliye na kesi mahakamani akimbia hapa. Aliye na kesi mahakamani. Aliye na kesi kwa mahakama yoyote. Unayo kesi, uje hapa. Nasikia kuombea watu wenye kesi. Mungu awashindie kesi ya viwanja ya huduma. Mungu, mimi ni nani? Mimi ni mtumwa mdogo sana, lakini kwa neno lako ulioniongoza nalitamka kwa uaminifu. Pokea kushinda. Pokea kushinda kwa jina Yesu. Pokea kushinda kwa jina Yesu. Pokea kushinda kuanzia leo. Na uona ushindi mkubwa. Pokea kushinda. Pokea kushinda. Ramo, pokea kushinda kwa jina la Yesu. Maadui zako naona wakianguka mbele yako. Mungu akushindie. Mungu akushindie. Pokea. Pokea kushinda. Pokea kushinda. Pokea kushinda. Pokea kushinda. Pokea kushinda. Pokea kushinda. Pokea kushinda kwa jina la Yesu. Mungu akushindie. Pokea kushinda. Kama yuko mama ambaye ameolewa na hajapata mtoto, nyosha mkono wako. Kimbia hapa. Ninaona masimango yamechoshwa. Masimango. Masimango. Mungu akukumbuke. Shika tumbo lako. Na watamkia tu. Mungu. Asha kama umpo simama nyuma mama hao. Kwa jina la Yesu. Kila roho iliyokamata uzazi kuachie. Pokea uzazi. Pokea uzazi. Pokea uzazi. Pokea uzazi. Pokea uzazi. Pokea kwa jina Yesu. Pokea. Pokea uzazi. Mungu afungue tumbo lilofungwa. Mungu afungue tumbo. Kambini majira kama haya mwakani. Mpekee shuhuda mkurugenzi. Pokea kwa jina la Yesu. Fungwa. Tumbo lako lifunguke. Shetani achia tumbo hili. Toka achia tumbo hili. Toka achia tumbo. Funguka. Toka achia tumbo lake. Toka achia tumbo lake. Shetani achia tumbo lake. Funguka. Pokea tumbo. Uzazi wa tumbo lako. Shetani achia tumbo hili. Funguka. 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 Tumbo lifunguliwe. Tumbo lifunguliwe. Tumbo lifunguliwe. Tumbo lifunguliwe. Tumbo lako lifunguliwe. Tumbo lifunguliwe. Tumbo lifunguliwe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tumbo lako lifunguliwe. Kila kilichokuwa kimezuia kikatoke na kuachia. Funguka. Pokea uzao. Pokea uzao. Funguka. Shetani mwachia binti huyu. Toka achia. Toka achia. Funguka. Tangu sasa ufunguliwe. Hebu mtukuze Bwana Yesu. Mimi nauona ushindi kwenye maisha yako. Hautakuwa kama ulivyokuwa. Amen.